napenda kusisitiza mambo yafuatayo. Sote tunafahamu kwamba sasa hivi kuna paradigm shift, yaani serikali iko kwenye uelekeo wa kuwa na kitu kinachoitwa serikali mtandao. Kwa hiyo kupitia dhana hiyo ya serikali mtandao, napenda kusisitiza mambo yafuatayo. Kwanza ni mfumo wa upimaji utendaji kazi, yani PEPMIS. Tunafahamu madhara ya watumishi kuto kupandisha majukumu katika mfumo wa PEPMIS, na madhara haya tulishayapata. Baadhi ya madhara tulishayapata. Madhara ni matatu. Kwa mtumishi atakayeshindwa kupandisha majukumu kwenye mfumo wa PEPMIS, yani ule mfumo wa upimaji utendaji kazi, kwanza anaweza asipate ile, sio anaweza, hatapata annual increment. Ongezeko, tunafahamu kuna ongezeko la kisheria la mshahara la kila mwaka. Sasa kama mtumishi hatapandisha majukumu kwenye mfumo wa PEPMIS, ile increment hatapata. Na tunao watumishi ambao walikosa increment kwa sababu ya kutopandisha majukumu kwenye huu mfumo wa PEPMIS. Lakini athari ya pili ni kutokupanda daraja. Tunao wachache ambao wameshindwa kupanda madaraja kwa sababu ya PEPMIS, kushindwa kupandisha majukumu kwenye mfumo wa PEPMIS. Lakini madhara ya tatu, unaweza ukasimamishiwa mshahara kabisa. Kwa halmashauri yetu haijatokea, ila halmashauri za jirani imetokea. Mafia sijui wapi, walipoona watu hawako serious sana, kuna watu walisimamishiwa mshahara. Sisi hii kwetu haijatokea, ila watu kukosa increment wapo, watu kushindwa kupanda madaraja wapo. Kwa hiyo nawasisitiza, mkiwa kama wakuu wa shule, mwasisitize mnaowasimamia watimize hilo jukumu la PEPMIS. Lakini pia serikali imesanifu mfumo mwingine. Sasa hivi kuna mfumo ambao sasa hivi ndio unafanywa kazi na unaanza kutekelezwa immediately. Ni mfumo unaitwa imsawazo. Katika shule fulani unatakiwa uwe na walimu wangapi? Katika zahanati fulani unatakiwa uwe na watumishi wangapi? Kwa hiyo sasa, kwa zile shule hasa za mjini ambazo kuna mrundikano wa watumishi kuliko huko hapo kando, tujiandae kisaikolojia. Huu mfumo unaanza kufanya kazi mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo tuanze kidogo kujiandaa kisaikolojia popote kama. Kitu kingine ninachotaka kukisisitiza ni sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma. Kwa kifupi, kumekuwa na changamoto ya utoro kwa walimu. Changamoto ya utoro. Sasa na kuna changamoto nyingine tena, mnashindwa kuripoti ule utoro kwa wakati. Yaani mwalimu wa utoro, ripoti ule utoro kwa wakati. Wakati mwingine ukija kuripotia utoro wa mwalimu baada ya kwamba amekaa muda mrefu, mwisho wa siku utaanza kuangaliwa wewe. Kulikoni, mbona hujatolea maelezo muda wote? Kwa hiyo nawasisitiza, mkiwa kama wakuu wa shule ambao mmekasimiwa nafasi ya kusimamia masuala ya nidhamu katika maeneo yenu ya shule, mhakikishe ule utoro wa walimu mnaripoti kwa wakati. Lakini kitu kingine ni haki. Maana tusiseme tu sheria nini. Hasa idara ya utawala tunasisitiza kwamba kila siku sheria, kanuni, miongozo, haki. Tunafahamu mna haki ya kujiendeleza kielimu. Sasa ni vizuri basi, kabla hujakwenda kujiendeleza kielimu, ukapitia pale ofisi ya utawala na utumishi, ambao wana jukumu la kutafsiri miundo. Wanaweza kukushauri kabla hujakwenda JSPC. Kwa mfano, kuna mwalimu anakwenda anasoma masters, alafu anakuja anaomba kufanywa recategorization. Hakuna recategorization inayofanyika kwa masters. Haipo. Kwa kabla hujakwenda masomoni, ni vizuri kwa consult wanaohusika, wanaweza kukushauri. Lakini pia mnafahamu, kwa kesi ya walimu, ukitaka kuchange fani, yaani ukitaka kusoma kitu nje ya ualimu, kuna miongozo, nadhani mnaijua. Ni taratibu zipi zifuatwe kwa mwalimu anayetaka kwenda kusoma kitu fani nyingine nje ya ualimu.